Haleluya. Sehemu hii ni sehemu ya 13 ya fundisho letu hili la Roho Mtakatifu. Nafundisha kupitia kitabu ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Napita mle ambapo nimeandika kwenye kitabu. Na katika sehemu hii tunaingia sehemu ambayo tutajifunza juu ya kipawa cha Roho Mtakatifu. Kipawa cha Roho Mtakatifu kimoja, sio vipawa vya Roho Mtakatifu, sio zile karama. Ni kipawa kimoja cha Roho Mtakatifu. Yaani maana yake hiyo zawadi ambayo Mungu aliitoa kwa wanadamu inayoitwa Roho Mtakatifu. Nikusomee katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. So apart from vipawa, Mtume Petro hapa anaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni kipawa kutoka kwa Mungu kwenda kwa watu ambao wanamwamini Yesu. Ni gift. Anasema mtapokea gift ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Gift ya Roho Mtakatifu hii ndio ufunguo, yani ni ufunguo wa pekee, au yani it is heaven on earth, on the body, yani katika mwili wako. The revelation, the operations of heaven are going to be through the Holy Spirit. Don't look up for mazingaombwe. The Holy Spirit is not about mazingaombwe. Roho Mtakatifu sio, kuna neno la kimombo hapa nalisahau, sio magic. Roho Mtakatifu ni Mungu ambavyo anataka sasa maisha yako yawe yani kawaida ya maisha yako iwe ni maisha ya mbinguni. So anapojifunua kwako, anajifunua au anapotenda kazi na wewe, that means heaven is working with you to fulfill the will of God in this life. It's not magic. It's not weird. Sio habari ya kupotea na and not to exist in the body. It can happen. Kuna mtu mmoja anaitwa Filipo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ni mwinjilisti, alikuwa anaitwa Filipo. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 au 9, nitaitafuta nikuelekeze. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, hiyo sura hiyo, huyu bwana Filipo aliongozwa na Roho Mtakatifu, yani kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Alikuwa na operate in the supernatural. I mean, the Holy Spirit is our only chance to operate in the supernatural. The Holy Spirit is supernatural. We are supernatural beings because we have been endowed by the Holy Spirit. Kwa sababu tunacho hicho kipawa cha Roho Mtakatifu. Yani tunaye Mungu tukitembea na Mungu. In terms of the gift of the Holy Spirit. Hii ni sura ya ngapi? Ngoja nitaiangalia vizuri. Nafikiri ni sura ya 7. No, hii sura ya 7 ni bwana. Okay, waste more time. Nachotaka kukielezea, tunaweza tukarudi kusoma hapo baadaye. Lakini huyu Filipo sasa, Filipo alikuwa
alikuwa anatembea na Roho Mtakatifu, na manifest heaven on earth. Alikuwa akifundisha kuna manifestations of heaven on earth here. Mapepo ambayo ni some supernatural beings yalikuwa yanakimbia, yanawatoka watu. Watu walikuwa wanapona miili yao, wanapona kama walikuwa na vipofu, viziwi, viwete. Kulikuwa na supernatural manifestations ambazo zilikuwa zinatembea na Filipo. Na alikuwa mwinjilisti, hakuwa mtume na nabii. Alikuwa mwinjilisti. Nachelea kusema mwinjilisti tu kwa sababu kila gift ambayo Mungu amekupa inakutosha. Inatosha. You don't need more than what God has already put in you. Gift yangu mimi ni mwalimu, inanitosha. I don't need to be an apostle and a prophet. I am already a teacher of the word. And that is sufficient. Inatosha kabisa. It is enough. Inatosha. Na wewe gift ambayo Mungu amekupa inatosha. If you operate in that gift to the fullest, oh my God. If God reveals himself through you, through that gift, in the fullest, oh, people will know that there is God. Watu watajua kwamba yuko Mungu mahali fulani. So Filipo alijiachilia kwa Mungu. So akaenda akakutana na ndugu mmoja ambaye alikuwa ni Towashi wa Malkia wa Sheba. No, si wa Malkia wa Sheba, wa Malkia wa ni wa Sheba. Hivi si wa Sheba. Ni wa Malkia wa Ethiopia, an Ethiopian queen. Kwa amekwenda Israeli, Yerusalemu kwenda kuabudu, akawa anasoma chuo cha nabii Isaya. Huko alikuwa amesababisha vurugu huko nyuma. Huko Samaria alikokuwa watu waliokoka. Kwa kama amemaliza kazi yake pale, akaenda zake. Akachukuliwa, akaambiwa na Roho Mtakatifu, nenda njiani kule utakutana na mtu. Yupo ana ride in the horse cart. Akaenda akamkuta. Akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akamsogelea karibu. Roho Mtakatifu anamprompt, anamwambia ongea naye, muulize anaelewa hicho anachokisoma. Kwa akaongea naye. Yule mtu alikuwa kweli haelewi. Alikuwa anafikiria yale mambo alikuwa anayasoma ni yanamhusu Isaya. Akamwambia kuna haya mambo yanamhusu Bwana mmoja anaitwa Yesu Kristo. Akamueleza habari za Kristo, akapreach Jesus kwa yule bwana Towashi akakubali, yani akaipokea ile injili. Akasema, je, kuna kitu ambacho kinanizuia nisibatizwe? Filipo akamwambia, hakuna kinachokuzuia ukiamini tu. So what matters is your faith. Do you believe Jesus? Do you believe that Jesus is alive today? That is the question. That is the question. Akaamini kwamba Yesu yuko hai leo na anaweza kuhusika na maisha yangu leo. Basi kaenda akabatizwa. Alipobatizwa tu Filipo akadisappear. So nilichokuwa nataka, the point I was making here, not necessarily that you should disappear from place to place. No. When you are at that place, the Holy Spirit, this gift of God, will be revealed through you. Hiki power cha Mungu, it is God himself. Ni Mungu mwenyewe. It is the door. Kuna mtu nimesikia anafundisha, ameiweka vizuri mpaka nimeishikilia. Anasema that is a portal. A portal to the life above, to the life of God. Ni mlango wa kuingilia kwenye maisha ya Mungu. Ni mlango wa kuingilia kwenye mambo ya Mungu. Our supernatural, our operations in the supernatural is not necessarily weird. Sio ile ya kupotea tu. No, tuko hapa.
lakini yale mambo tunayoyatamka, those are the portals to the supernatural life of God. They are the doors to the supernatural. Our supernatural is natural. It's not just natural, it's not physical. No, it is supernatural, but it's our nature. It's what we do all the time, 24/7. Ni kitu ambacho tunakifanya wakati wote. Sio usiku tuko tumejificha au tuko tumevua nguo, tumevaa mavazi fulani, tumevaa vitu fulani, no. The supernatural that concerns us is natural to us. We do that, we live that every second of our lives through uttering the words of God and through the operations in the spirit. Kupitia kuenenda katika roho, tuna operate katika the supernatural of God. Because this gift of the Holy Spirit, kipawa hiki cha Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu mwenyewe, God gave himself to you and me. Mungu alijitoa mwenyewe kwa ajili kwangu na kwako. Alijipa mwenyewe kwangu na kwako ili tuyaishi maisha ya mbinguni hapa duniani. Ndio fursa pekee. That is the chance, the only chance for us to live the life of God here on earth. There's no other way. Because it's not weird. It's normal. It's supernaturally natural. Yani sisi kuyaishi maisha ya rohoni ni kawaida. Sisi kutumia tools au vitendea kazi vya rohoni ni kawaida, kwa sababu tunaye mwenyewe kabisa. So unajua kuna mahali pengine imeandikwa kwenye waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 3 mstari wa 19. Imeandikwa kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anaishi pamoja na sisi, yupo alive. He's alive, he's real. Just employ him. Apply him. Use the opportunity to display him. Kuni fursa yetu kumdhihirisha huyo Roho Mtakatifu, kwa sababu tumepewa hiki ni kipawa. It's a gift everyone can receive. Whoever wants to receive will receive. Only those who do not know and only those who do not believe will not receive. Kama hujui inakuwa ni changamoto. Huwezi kupokea. Hata ukipokea itakuwa useless. Nimeelezea katika sehemu zilizotangulia, ukifuatilia vizuri. Nimeeleza kwamba Musa alikuwa na Roho Mtakatifu juu yake. Na manabii wote walikuwa na Roho Mtakatifu juu yao. They never had these revelations that we have today. Hakuwa stationed kwao. No, alikuwa stationed, lakini they never spoke in tongues. So speaking in tongues is one of those portals. You want to escalate. Is it escalating? Unataka kutoka katika the realm of the flesh na kuingia katika the realm of the spirit. Speak in tongues. You want to transcend. Speak in tongues. Kuna vitu uko limited navyo. The limitations are in the flesh. Ziko katika ulimwengu wa roho, wa damu na nyama. Hizo limitations hazipo katika ulimwengu wa roho. You in the spirit are not limited. There are no limitation whatsoever. So dealing with the limitations that are in the flesh, speak in tongues.
hiyo ni moja ya gifts ambayo tunaenda kuiona next.